Mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine karibu tena katika YouTube channel yetu. Mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, leo hii gumzo jipya limeweza kurejea rasmi katika mitandao ya kijamii kutokana na ujumbe mzito ulioweza kuwasilishwa huko Ikulu. Kwa njia moja ama nyingine, hivi sasa katika Jamhuri ya Tanzania, kile ambacho kinazidi kugonga vichwa vya habari ni jambo ambalo hawakuweza kulitarajia kutokea katika uongozi wa serikali ya awamu 7. Kwa njia moja ama nyingine, uongozi wa serikali ya awamu 7 uliweza kufunga mitandao ya kijamii, pia kutoa ilani kali kwa media zote zile za Jamhuri ya Tanzania kutopeperusha chochote kile kuhusiana na maandamano yaliyoweza kutokea mapema tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025 hadi tarehe 3 mwezi wa 11 mwaka 2025. Ila mwanahabari kutoka nchini Kenya, Larry Madowo, kutokana na ushirikiano wake na shirika la CNN, kutokana na video aliyoweza kuchapisha hivi sasa, kwa njia moja ama nyingine, habari ni ya kwamba huko Ikulu changamoto zinazidi kukumba uongozi wa serikali ya awamu 7, ikiwa ni habari mbaya kuhusiana na documentary ambayo hivi sasa inazidi kuangaliwa kote duniani kuhusiana na kile ama yale yaliyoweza kutokea katika Jamhuri ya Tanzania. Mtazamaji wangu, kabla niweze kuendelea zaidi, kwanza kabisa itakuwa vyema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vyema iwapo utaweza kulike na kushare video zetu ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Mtazamaji wangu, moja kwa moja kutakuwa na kuporomoka kwa hadhi ya kimataifa, international reputation damage. Kwa njia moja ama nyingine, hatua hii tumeweza kuona ikianza kuathiri viongozi wakuu wa serikali ya awamu ya 7. Mbaya kabisa huko Ikulu, aliyeweza kuathirika pakubwa ni Rais Mama Samia Suluhu Hassan, hasa kufuatia hatua ya hivi karibuni ambapo ameweza kuanza kutuma makamu mkuu wa rais aweze kwenda katika mataifa ya kigeni kumwakilisha katika mikutano ambazo zimeweza kuitishwa na mashirika ya dunia nzima kuhusiana na ukiukaji wa haki za binadamu. Pia mtazamaji wangu, kuna kupungua kwa misaada na ufadhili wa kimataifa. Hoja hii Rais Mama Samia Suluhu Hassan yeye binafsi aliweza kuizungumza, jambo ambalo lazidi kuonyesha jinsi gani ambavyo kutakuwa na mkutano wa dharura aidha huko bungeni ama mkutano wa dharura kufanywa Ikulu, ili aweze kuangalia ni jinsi gani ambavyo ataweza kudhibiti uchumi katika Jamhuri ya Tanzania, pia kujaribu kupunguza gharama kubwa ya maisha katika Jamhuri ya Tanzania chini ya uongozi wa serikali ya awamu 7. Iwapo hilo hawataweza kufanikiwa, moja kwa moja vijana hawa Gen Z watakuwa wapo na ushindi na hata kuonekana wazi ya kwamba sababu walizokuwa wakiandamania ni za haki na halali. Mtazamaji wangu, pia kuna kuongezeka kwa shinikizo kutoka katika jumuiya ya kimataifa. Hapa hivi tunaweza kuzungumzia UN, AU, EU pamoja na NGOs, jambo ambalo Rais Mama Samia Suluhu Hassan ataweza kulazimika kufanya vikao na mashirika haya kwa ajili ya kudhibitisha jambo ambalo mataifa haya ama mashirika haya yangependa uchunguzi uweze kufanyika, ijapokuwa uchunguzi uliokuwa umeweza kuratibiwa kufanyika mapema mwezi huu ni ya kwamba maafisa waliokuwa wameweza kutumwa na ICC hawakuweza kufanikiwa kupita katika mipaka, kulazimika kurejea huko Marekani, jambo ambalo bado linazidi kuonyesha jinsi gani ambavyo uongozi huu wa serikali ya awamu 7 upo chini ya shinikizo kubwa. Mtazamaji wangu, pia kuna msukosuko wa kisiasa ndani ya nchi. Hivi sasa sote tunafahamu ni kipi ambacho kitaweza kufuatia, kwani tunafahamu kesi yake Mheshimiwa Tundu Lissu
kipindi na wakati ambapo itaweza kumalizika, Mheshimiwa Tundu Lissu ameweza kuahidi kwamba angependa haki ziweze kupatikana kwa wale wote walioweza kuaga dunia katika maandamano yaliyoweza kufanyika. Mbaya kabisa, Mheshimiwa Lissu ameweza kuahidi kwamba yupo tayari kuwapambania ijapokuwa chochote kile kitakachoweza kumkuta, bado atakuwa yupo katika mstari ama nafasi bora kutetea haki za binadamu na sio ukiukaji wa haki za binadamu. Mtazamaji wangu, pia kuna kuongezeka kwa hasara za wananchi kwa njia moja ama nyingine. Hivi sasa idadi kubwa ya wananchi sio Gen Z tu. Baada ya vijana Gen Z kuuliwa katika maandamano yaliyokuwa yameweza kufanyika, hivi sasa familia zao wapo na hasira na uongozi ulioweza kuhusika kutoa amri ama kushinikiza maafisa wa polisi kutumia nguvu kupita kiasi. Hivyo basi, moja kwa moja kutakuwa ni habari mbaya huko Ikulu, jambo ambalo litaweza kusababisha hata mkutano dharura uweze kufanyika ili viongozi hawa serikali ya awamu ya 7 kwa njia moja ama nyingine waweze kujaribu hata kutoa fedha kwa familia zilizoweza kupoteza wapendwa wao, na pia iwapo uongozi huu ungependa kurejesha imani ya familia walioweza kupoteza wapendwa wao na kupata hata majeraha, basi uongozi serikali ya awamu ya 7 uweze kufanya mkutano huko Ikulu moja kwa moja, uweze kutoa hata kama ni matibabu ya bure kwa yoyote yule aliyeweza kupata jeraha wakati wa maandamano. Pia baadhi ya miili ambazo ziliweza kutoweka ziweze kupatikana, na ndipo ambapo walioweza kufanya mazishi bila kuziika miili ya wapendwa wao waweze kurejelea upya zoezi hilo baada ya kupata miili yao. Ijapokuwa ni jambo la kuvunja moyo na kusikitisha, maamuzi hayo huenda yakaweza kusababisha wananchi kupata imani kidogo kwa uongozi wa serikali ya awamu ya 7. Ila mtazamaji wangu, ingekuwa vyema iwapo uongozi huu wa serikali ya awamu ya 7 moja kwa moja ungeweza kutoa ingekuwa vyema uongozi huu wa serikali ya awamu ya 7 moja kwa moja uweze kutoa agizo na kutangaza ya kwamba maafisa wote wale wa polisi waliokuwa wakishika doria waweze kuangaliwa namba ya usajili na muda waliokuwa kazini katika eneo gani, na katika eneo hilo iwapo kuliweza kuwa na mauaji ama vifo vya vijana Gen Z, basi waliokuwa wakishika doria katika eneo hilo lazima waweze kuwa na kesi ya kujibu kutokana na wao kuwa na jukumu la kulinda waandamanaji wakati wa kuandamana na sio kuwa waandamanaji ama kujeruhi waandamanaji. Maandamano yaliyoweza kushuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania, mtazamaji wangu, ni ya kuvunja moyo, kwani waliokuwa wakihusika kwa kupiga risasi waandamanaji hawakuweza kutumia hata vitoa machozi kutawanya umati wa waandamanaji, hata kutumia gari la kuwasha hata kutumia gari la kurusha maji ya kuwasha kwa waandamanaji, jambo ambalo liliweza kuibua maswali. Mbona kuweze kuwa na agizo la kupigwa kwa risasi moja kwa moja kwa waandamanaji? Mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, hivi sasa kuna mgawanyiko ndani ya chama cha CCM. Hatua hii inazidi kudhihirisha wazi alichokuwa akikisema Mheshimiwa Humphrey Polepole hata baada ya kutekwa kwake. Maneno yake yameweza kusalia kuwa imara sawia na mchungaji Gwajima. Viongozi hawa wanaonekana tofauti kabisa kujihusisha na uongozi usiokuwa na demokrasia chini ya uongozi wa serikali ya CCM. Mtazamaji wangu, pia kuna serikali kuonekana inaficha ukweli kwa njia moja ama nyingine. Uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 7 hivi sasa unazidi kukashifu na kukosoa documentary yake Larry Madowo, jambo ambalo inazidi kudhihirisha wazi kwamba wameweza kuitisha mkutano na kudai kwamba hawapo tayari kukubaliana na chochote kile kimeweza kusemwa katika documentary hiyo ya CNN. Mtazamaji wangu, pia kuna hatari ya kufunguliwa kwa mashtaka ya kimataifa
kwa uongozi huu wa serikali ya awamu 7, viongozi ambao wataweza kuathirika pakubwa huenda ikawa Mheshimiwa Jakaya Kikwete, rais mstaafu, pamoja na Rais Mama Samia Suluhu Hassan na viongozi wengine, jambo ambalo huenda hivi sasa wapo mbioni kulijadili na kufahamu jinsi gani ambavyo wataweza kuepuka mashtaka ya kimataifa. Mtazamaji wangu, pia kuna athari kwa utalii na uwekezaji. Sote tuliweza kushuhudia jinsi gani ambavyo risasi zilikuwa zikifetuliwa kiholela, jambo ambalo linaonyesha jinsi gani ambavyo hata wafanyabiashara walioweza kupata mahasara kwa biashara zao kutokana na biashara hizo kuwashwa moto hawana imani tena kwa mara nyingine kurejea katika Jamhuri ya Tanzania chini ya uongozi ulioweza kushindwa kulinda mali zao waweze kuendelea kufanya biashara nao. Pia mtazamaji wangu, hivi sasa iwapo kuna mtalii yoyote yule ambaye ni mpenda utu na kupenda amani na pia hapendi ukiukaji wa haki za binadamu, baada ya kutizama documentary ya CNN iliyoweza kufanywa na Larry Madowo, moja kwa moja basi hana imani tena na uongozi huo wa serikali ya awamu ya 7. Mtazamaji wangu, pia kuna kupungua kwa uaminifu kwa taasisi za serikali, jambo ambalo hivi sasa linazidi kuzungumziwa mno. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi? Ni vema kwa wewe hapo kutochia maoni yako katika uwanja wa comment section. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.